Mara nyingi ni yeye mwenyewe huyo rais wa hiyo nchi ambayo inahusika kuwasiliana na mwenzake wa nchi nyingine kwamba sasa ningependa nije kukusalimia, na katika kukusalimia nitapenda pia niongee na bunge, kama ilivyotokea juzi kwa Marekani ambapo yule mfalme Charles amekwenda kumtembelea Trump na akampeleka kuongea na Congress ya Marekani. Lakini mara nyingi inatokana na mahusiano mazuri ambayo yanakuwepo baina ya nchi na nchi. Kwa kisha na mahusiano mazuri, basi ndo anaweza akakaribishwa, na katika kukaribishwa akapewa fursa ya kuongea na wabunge. Sasa ni taratibu gani huu ambazo zinafanyika pale bungeni kwa rais huyo mgeni katika kwenda kulihutubia bunge la nchi ambayo ametembelea? Kwanza kabisa kwa upande wa bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huwa sisi tunazo kanuni zinazoongoza uendeshaji wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia tuna katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ambayo imetoa utaratibu wa kusema nani mbunge. Sasa bunge letu sisi la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huwa lina sehemu mbili. Kuna sehemu ambayo rais anakuwa ni sehemu ya bunge hilo, lakini kuna kipindi ambacho bunge linaweza likaendeshwa bila rais. Sasa mara nyingi kama ni rais wa nchi nyingine anakuja kutembelea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na akapenda kuhutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uzoefu umeonyesha kwamba huwa anaambatana na rais ambaye ni anakuwa mwenyeji wake. Kwa pale yeye anakuwa anakuja akiwa na rais ambaye ni mwenyeji. Lakini sasa yeye huyo rais wa nchi nyingine, kwa sababu anakuwa sio mbunge, kwa maana yeye ni rais wa nchi nyingine, na kwa maana hiyo akija anakuja kama mgeni, kama wanapokuja wageni wengine. Sasa wageni wengine wanaotembelea bunge kawaida wametengewa eneo ambapo wao wanakaa wageni. Sasa yule sasa kwa sababu anakuja kama mgeni maalum ambaye amefuatana na rais, kikawaida huwa anatengewa eneo mahususi karibia na anapokaa mheshimiwa rais, ambaye sasa kwa sababu kitu anakuwa ni mbunge. Kwa hiyo na kanuni ile kanuni ambayo inasema wageni wote watakaa kwenye speakers gallery, ile kanuni huwa inatenguliwa. Wanaitengua ili sasa yeye asikae kule kwenye gallery, akae pamoja na mwenyeji wake ambaye anakuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kwa wakati wanakuja kama mbunge. Ukiacha mbali mahusiano mazuri ya nchi na nchi, mpaka rais mgeni kupata nafasi ya kuhutubia bunge, kwa tafsiri yako kile ambacho kitakwenda kuhutubiwa kwa mgeni huyo kinawekwa kwenye tafsiri gani? Maagizo, maelekezo, ama ni nini pale bungeni? Hapana, kwa kweli hayo maelekezo, kwa sababu rais wa nchi nyingine hawezi kuja kutoa maelekezo ndani ya nchi nyingine. Kwa sababu ya kile tunachokiita zile principles za sovereignty, kwamba huyu ni rais wa nchi nyingine, hawezi kuja, anakuja sana anahutubia kwa ajili ya kuendeleza mahusiano ya kidiplomasia baina ya nchi yake na nchi yetu kwa msingi huo. Lakini hawezi kuja kutoa maelekezo sana. Atakuwa sasa siwezi kujua atakuwa anakuja kuongea nini, lakini sehemu kubwa atakachokuwa anaongea ni yale mambo ambayo mara nyingi yanadumisha mahusiano kati ya nchi yake na nchi yetu. Sasa kuna labda hadhi fulani bunge itapata baada ya kupata ugeni kama huo? Sasa kwa sababu wanakuwa wametembelewa na mgeni wa nchi nyingine, kwa sehemu kubwa ni ile misingi tu ya kidiplomasia, kwamba sasa mahusiano yetu na Kenya maana yake yatakuwa yanaongezeka zaidi, kwamba sasa hapa tunaonekana kwamba tuna mahusiano mazuri zaidi na Kenya, na kama kulikuwa na mashaka pengine watu wakishaona kwamba kumbe kama rais anaweza kwenda kaongea mpaka na wabunge, basi ina maana mahusiano ni mazuri. Sasa urudi bungoni pale, na kuna historia unazozifahamu. Si kila rais anayewasili katika nchi ngeni, nchi ambayo yeye ndio mgeni, anapata nafasi hiyo, ama akiomba basi atakaribishwa tuweze kuzungumza bungeni. Kumbukumbu yako labda ni marais wangapi ambao walishakuhutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka nje ya nchi ya Tanzania? Kwa muda wa utumishi wangu serikalini, marais ambao nakumbuka nao ni marais wawili. Nakumbuka
aliwahi kuja hapa Mheshimiwa Ahmed Sambi, rais wa visiwa vya Komoro, ambaye alipewa nafasi ya kuja kuhutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2008 wakati wa utawala wa awamu ya 4 ya Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, na yeye alikuja mahususi. Wakati ule kulikuwa kumetokea jaribio la mapinduzi kule Komoro. Kwa serikali yetu ikawa imepeleka, nadhani alipewa support na serikali yetu katika kupambana na hayo mapinduzi ambayo baadaye yalifeli kutokana na msaada wa serikali ya jeshi la Tanzania. Kwa alikuja, nia yake kubwa ilikuwa ni kuja kushukuru, nakumbuka hiyo. Lakini rais mwingine ambaye aliwahi kuja na akapewa fursa ya kuhutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni Mheshimiwa Philip Nyusi, rais wa Msumbiji. Ilikuwa mwaka 2015 nadhani kwa mwezi Mei. Wakati naye nia yake kubwa ilikuwa ni kwa ajili ya kuja kuwashukuru tu wa Tanzania kwa ushirikiano mzuri ambao tumekuwa nao kwa muda wote aliokuwa na fanya kazi yake ya urais ya kuongoza nchi ya Msumbiji. Ya kwa mara nyingi angalau na kumbukumbu ya hao marais wawili ambao waliwahi kuhutubia bunge wakati mimi nikiwa na mtumishi wa serikali nikiwa Ikulu, lakini na baadaye nikiwa bungeni kama katibu wa bunge. Sasa wale watunga sheria wengine pale wa bunge kwapo ambao ni wapya utaratibu unakuwaje? Labda nao wataweza kama kuchangia hivi kwenye hotuba ambayo inatolewa na rais mgeni, ama inabidi tu wakae wasikilize? Hapana, kwa utaratibu kwa kweli, kwa namna ambavyo nimezoea kuona kwa hao marais wawili ambao waliwahi kufanya hiyo hotuba ya kulihutubia bunge, sikuwahi kuona akipewa nafasi wa bunge kumuuliza swali wala kuchangia. Ya mara nyingi nimekuwa nikiona natoka mbunge mmoja wapo anateuliwa kwa ajili ya kutoa labda shukrani kwa hotuba nzuri na nini basi, lakini pale maswali inakuwa hamna, wala michango na nini inakuwa hamna. Sasa